Mada katika hotuba yetu, nini unaweka itaendelea kukusaidia baada ya kuondoka duniani. Ndugu zangu Waislamu, katika haya maisha tunayoishi katika dunia hii, maisha mafupi, kila mwanadamu kuna mambo mawili yampeleka mbio: hubbul mal wa umru tawil, ni kupenda mali na kutaka kuishi na umru tawil, maisha marefu, aishi milele. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa yeye na maswahaba zake, likapita jeneza, maswahaba wakalisifu jeneza lililopita, wakalisifu kwa uzuri, wakalizungumzia kwa uzuri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wajabat. Baada ya muda usiokuwa mrefu likapita jeneza la pili, maswahaba wakalizungumzia kwa ubaya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wajabat. Maswahaba akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawaeleza maswahaba zake, ama kuhusu jeneza la kwanza mlilolisifu, mwenye jeneza lile anawajibika kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ama jeneza la pili mlilolisifu kwa ubaya, mwenye jeneza ile anawajibika kuingia moto ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akamalizia kwa kusema wa antum shuhadaullahi fil ardh, akawaeleza maswahaba, na nyinyi ni mashahidi ya Mwenyezi Mungu duniani kwa kila amali ya kila mmoja, kabla haijakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nyinyi wenyewe mkikusanyika, nyinyi kwa kusifu jamaa fulani kwa matendo anayowafanya mazuri katika Uislamu, katika matendo yake, katika ulimwengu wake, katika dunia yake, mnakuwa ni mashahidi wa kwanza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi. Sote ndugu zangu Waislamu, watu wengi au mwanadamu katika ulimwengu yataka umru tawil, yataka ishi maisha siyokuwa ya mwisho. Na ni sababu kubwa unaona mtu akajenga nyumba, anapata uwezo akajenga nyumba, anataka ajenge nyumba madhubuti, ajenge nyumba iliyokuwa ya kisawasawa, anunue material ya nyumba nzuri, chuma nzuri, mbao nzuri, aitie nyumba yake na iwe maridadi, iwe ni estetiki ya hali ya juu. Yeye mwenyewe ataishi maisha mafupi, lakini tizama mambo anafanya. Akinunua kitu ndani ya nyumba, anahakikisha ni kitu aslia, anahakikisha kitu ni original. Na sijasema ni kosa, kila mtu ana haki ya kufanya anavyotaka maadama mubah. Kila mtu yuko libre kufanya jambo analolitaka maadama kitu hakina uharamu ndani yake, ma lam yakun israfan, kitu isimpeleka kwenye israfu peke yake. Mwanadamu ana haki kutumia haki mali yake katika mambo yenye haitampeleka kwenye israfu au kwenye haramu, maadama mubah. Swali yaja hapa ndugu yangu Waislamu, na ndio maudhui ya hutuba ya leo. Nini unajenga mambo mazuri, unaleta mambo mazuri, unajirembesha, unafanya mambo mazuri kwa muda wako, utaishi mfupi, lakini nini unaacha kama athar? Nini unaacha kama athar yenye tendelea kukusaidia, kukufidi wakati utaondoka katika dunia? Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema nini katika Qur'an? Katika suratu Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa hasana kulli shay fi kitabin fi imamu mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika sisi tunaohisha wale waliowafu, tunaohisha wale waliotangulia, na tayari tumekwisha kusajili yote walifanya katika dunia yao, mema na uovu, tumekwisha kuiandika. Wa atharahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema, na baada wao kuondoka, ile walioacha, ile walioweka, ite akiba yeye walioweka
itawasaidia baada ya kuondoka kwao, itaendelea kuwajazia mema yao baada ya kuondokea kwao katika ulimwengu huu. Na kwa hii masala watu wote, ndugu zangu Waislamu, wanagawanika vikundi nne. Kikundi ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, kuna wale wanapoondoka katika dunia hii au katika ulimwengu huu, amali zao, mema yao na uovu wao yaendelea. Hayuko tena, naam, lakini yaendelea. Wema anaendelea kuandikiwa madhambi, anaendelea kuandikiwa wema. Manake alikuwa na wema 50 na maovu 50. Kila wema, kila athari ya wema aliacha ikitendwa baada yake anakuwa na 51. Kila athari mbaya alikuwa akitenda kwa yale aliacha duniani anaandikiwa 51 kwa mabaya hivyo hivyo. Na kundi la pili, ndugu zangu Waislamu, ni kundi ya wale mema yao na uovu wao, mema yao na uovu wao baada ya kuondoka duniani inasimama. Haandikiwe uovu wote baada ya kufariki kwake, wala haandikiwe wema wote baada ya kufariki. Ikiwa kama alikuwa na mema mingi, biha neema. Ikiwa alikuwa na uovu nyingi, na ndio musiba kubwa. Na kundi la tatu, ndugu zangu Waislamu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mzungumzaji na mwenye kuwasikiliza na wenye kumsikiliza, atujalie kundi la tatu la watu hawa. Kundi la tatu, wema wao yaendelea baada ya kufariki kwao na uovu wao unasimama. Manake amekwisha fariki, maovu yake yanasimama na mema yake yanaendelea kuandikwa kutoka yake katika ulimwengu huu. Na kundi la nne, waliaudhu billah, Mwenyezi Mungu atukinge na kundi la nne, kundi liliokuwa mbovu zaidi, ni kundi ambalo mema yao itasimamishwa na uovu wao itaendelea baada ya kufariki kwao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na kundi kama hili. Ndugu zangu Waislamu, yamaanisha nini maneno kama haya? Yamaanisha Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akisema katika hadithi sahihi. Anasema katika hadithi sahihi, anasema man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yunqasu min ujurihim shay'un. Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, yeyote atakayeweka jambo lolote nzuri, atapata malipo yake, na malipo ya wote watakaona jamaa fulani alianzisha jambo fulani, naona ni fikra nzuri, na wengine wakaanza fatilisha ile kitu alioweka, hata kama alishofariki alishatoweka duniani, lakini malipo yaendelea kumfuata huko. Na kinyume yake sasa, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atukinge na kinyume yake. Kinyume yake ni nini? Kinyume yake, yeyote atakayeanzisha jambo mbaya, wewe unakuwa ni sababu ya kuanzisha maasiya, kuanzisha jambo fulani. Unaenda wewe unakuwa mlango wa kufungua jambo mbaya, kisha wengine watafuata baada yako. Mtume anasema anapata madhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na madhambi yoyote atapitia ile mlango yeye kafungua. Ndugu zangu Waislamu, mimi na wewe, je, tunafikiria kuna siku gani mimi na wewe tunafikiria kuacha na sisi tuweke jambo nzuri yenye itakuja kutusaidia baada ya siku kuondoka duniani? Mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliacha mambo mazuri ya kuwasaidia, ya itendeleza wema wao baada ya kufariki kwao, katika mambo ya ibada, katika muamalati. Hivyo hivyo maswahaba ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliacha mambo mazuri katika ibada, katika muamalati. Tuchukue mfano ya Uthman bin Affan. Sayyiduna Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu
Alipoondoka duniani, alipofariki dunia na kuaga dunia, aliacha kisima ya maji, akakiacha wakfu. Uende na taji, sisi wote tupate darasa wakfu. Wakfu ni jambo natoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Waislamu ama Muislamu waendelee kufaidika nayo hata ukiwa hai na baada ya kufa kwako. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu alitoa kisima. Leo kisima inaendelea miaka ngapi? Karibu karne 14. Ukaenda Madina watakuonesha hii ni kisima wakfu ya Sayyidina Uthman bin Affan. Alishafariki, lakini upande wema wake yaendelea. Na sio kisima peke yake, ameacha dirham takriban mamilioni ya dirham. Inakadiriwa kwa zama zetu mamilioni, malaki ya mamilioni za dola. Na hadi leo mawakfu zake zaendelea, watu wanazidevelope tu msistemu ya leo, lakini ni wakfu yake endelea. Imam Shafi radhiyallahu ta'ala anhu anasema laqad mata qaumun wama mata makarimuhum. Anasema kuna watu amefariki, lakini bado yeye ni kama yuko hai, kwa kuwa yale aliacha, yale aliweka bado yaendelea. Waasha qaumun wa hum fi nasi amwatan. Anasema na kuna watu wengine tunaishi nao, kuwa kwake na kutokuwa kwake ni sawasawa. Maana yake ni kama hayuko kabisa, yeye ni jina Muislamu lakini hana role yoyote ndani ya Uislamu wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath. Mwanadamu anapofariki, sisi wote ni hadithi tunasikia mirara na tikirara, ni hadithi tunasikia kila siku. Mwanadamu anapofariki mambo yake yanasimamishwa. La, sio yote yanasimamishwa. Kuna yale aliweka athar, itaendelea. Kuna yale aliweka lazima itaendelea, iwe mazuri mema itaendelea, na iwe ni mabaya itaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sadaqatu jariya, sadaka yenye kudumu. Sisi wote tunajua malipo ya sadaka. Unapotoa sadaka ama imeitishwa fi sabilillah hapa msikitini, unapotoa jambo lolote, unapotoa hapo, sisi wote tunajua malipo yake ni kadhaa moja kwa moja. Lakini hapa mtume hajasema tu sadaka, alisema sadaqatun jariya, sadaka yenye kudumu, sadaka yenye kuendelea, athari yenye uliacha wewe itaendelea ukiwa hai na baada ya kufa wewe. Anasema hii itaendelea kumsaidia mtu baada ya kufariki kwake duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema wa ilmun yuntafa'u bihi, akasema na elimu. Ulifundisha kijana, ulifundisha mtoto yoyote, unamlipia kwenda kusoma. Wewe husome lakini unamlipia kwenda kusoma na akapata elimu. Elimu ikakuja akanufaika na elimu na akanufaisha na elimu, na sio elimu ya fitna. Ndugu zangu Waislamu, ikisha kuwa elimu ya fitna haitwi elimu nafi, haitwi elimu yenye kuwa manufaa. Elimu yoyote itakuwa akompanye na fitna, sio elimu yenye kuwa manufaa, inakuwa ni elimu ya Ibilisi. Mlisikia kwa Sheikh wetu alikuwa akitoa darasa hapa, alisema kama Ibilisi hakuwa mjinga. Ibilisi alikuwa na akili, na ile kushawishi watu. Kwani ni akili ama ujinga? Ni akili. Kwa kushawishi mtu sio rahisi, lazima utumie akili. Mtume akasema ni elimu yenye ataacha elimu yenye tendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ilmu yuntafa'u bihi. Angalia elimu yenye kuwa na manufaa. Leo sisi wote hapa tunaabudu Mwenyezi Mungu kupitia elimu ya madhehebu Imam Shafi. Tunaabudu Mwenyezi Mungu kupitia elimu ya Imamu Ahmad bin Hanbal na waimamu wote. Fikiria wa milioni ngapi wanamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia elimu ya madhehebu ya Imamu Shafi, ya madhehebu Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik. Wangapi wanaabudu Mwenyezi Mungu kupitia elimu yao? Mtume akasema wa ilmun yuntafa, na elimu yenye kuwa na manufaa. Na jambo la tatu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema au waladu salih yad'u lahu. Akasema jambo lingine lenye alikatike baada ya wewe ushafariki, sio kama ule alishafariki na mambo yake naisha kwisha. La, mtu akafariki bado uhusiano wake tungali nao, kwa yale mambo ataacha kama athar,
kwa wale mambo aliacha inaendelea, bado uhusiano wetu na sisi na yeye itaendelea, bado kwa ule uhusiano wake na ndugu zake, watoto zake, mke wake, uhusiano itaendelea. Au waladun salih yad'u lahu. Lakini sikiliza hii hadithi, haijamaanisha mtoto peke yake au mtoto wake ataendelea kumwombea, la, au kijana ataendelea kumwombea, la. Waladun salih muqayyad, lazima iwe ni mtoto mwema, lazima awe kijana mwema. Kijana mwema ulimtayarisha, ulijitahidi kwa kujitayarisha kwa kumlea katika maadili ya dini, unamfundisha Qur'ani, unamfundisha njia ya kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hazembee kuhusu swala angali mdogo. Si akishakuwa miaka 17 ndio unaanza kupigana naye. Alipokuwa mdogo unamuonea huruma, unasema hapana, huyu bado. Akishakuwa mkubwa, yeye mwenyewe atachagua njia yake. Au waladun salih yad'u lahu, waladun salih yad'u, mtoto mwema. Na huyo mtoto mwema inawezekana hata sio wa kuzaa, hata sio biolojiki. Inawezekana waladun salih akaja kijana mwingine ulikuwa ukimfundisha mambo ya kheri, ule ndio alikuwa waladun salih, kwa atakuendelea kukuombea dua, atakuombea dua. Maswahaba, masalafa salih, kila mmoja alikuwa na hakikisha hata toka duniani isipokuwa kuna jambo fulani kaliacha laendelesha wema wake baada ya kutoka kwake duniani. Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu katika sakaratul maut, Bilal bin Rabah katika sakaratul maut, binti yake anamuona gisi yuatoka jasho, anakuwa dakika zake za mwisho za kuaga dunia, analia sana kwa huzuni, binti yake analia sana kwa huzuni. Bismillah, Bilal anamwambia la, sio siku ya huzuni leo, kuli ya taraba, sema leo ni siku ya furaha. Kwa nini? Kwa kuwa Sayyidina Bilal anasema ghadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa sahaba, anasema mimi nakuwa sasa kwa mlango, nakuwa kesho, haitafika kesho isipokuwa nishakuwa na vipenzi vyangu. Vipenzi nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nani? Na maswahaba Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa yale anajua, yale aliacha Sayyidina Bilal bin Rabah. Tunajua yote sunna ya udhu, kubaki na udhu. Sisi leo kiwa kama ukitaka kutoka na shika udhu natoka, ukitaka kulala na shika udhu natoka. Sunna alianzisha Sayyidina Bilal. Jambo ya wema inaendelea mpaka sisi miliari ya watu tunafanya udhu ya sunna ya kulala au kwenda kutembea. Mimi nataka kutoka leo nyumbani na shika zangu udhu. Sayyidina Bilal bin Rabah. Tunakuta maswahaba ni hivyo hivyo. Kulikuwa moja katika waja wema akiitwa Suleiman bin Yasar. Huyu Suleiman bin Yasar na hivyo hivyo alikuwa katika sakaratul maut. Mwanawe analia sana kuona babake anataka kuaga dunia. Akamwambia, mwanangu, usiwe na huzuni na mimi, nenda katika ile kona hapo, wenda katika ile kona pale, utaona ile mkobe iko pale, kuna hutumat, maelfu hutumat ya Qur'an. Mimi nimehitimisha Qur'ani mara maelfu. Hii ni katika ibada. Tukirudi katika muamalat, moja katika makhalifa baada ya khilafatul Abbasiyin, huyu moja katika viongozi alikuwa na waziri wake, ni baada ya khilafa ya Abbasiyin. Akamuuliza waziri wake, hii ni katika muamalati, katika tabia. Sasa uache hata tabia, hukuacha kitu lakini acha tabia nzuri. Akamuuliza waziri wake, akamweleza ule waziri, akamwambia, mimi kama kiongozi ningelikuwa ile zama walikuwa wakitawala khilafa Abbasiyin, mimi ningepewa jina gani? Ama jina langu ingekuwa jina gani? Katika khilafa Abbasiyin wale viongozi wote wa ngazi ya juu walikuwa na majina au wanapewa majina matukufu makubwa. Utasikia huyu anaitwa Mu'tasimu billah, huyu anaitwa Mutawakkal ala Allah fulani, Mu'tasimu billah fulani, mwingine anaitwa Al-Muqtadiru billah fulani, Al-Musta'simu billah fulani. Manake jina inakuja kwanza, jina kubwa na tukufu. Akamuuliza yule waziri, mimi
ningelikuwa hizo zama na mimi ningepewa jina gani? Kwenye tabia hapa tunaenda, wacha hata athari, wacha hata tabia nzuri. Ule waziri yake akamwambia, na kuchukua naomba kwa amana, naomba kwa amana na dhamana, ikiwa nitasema ukweli hutanidhuru. Ule kiongozi akamweleza, wallahi mimi nakupatia amana, nakupatia na dhamana, sema lolote utakalo litakotoka katika moyo wako, ukweli yenye mimi ningeitwa katika zama kama ile. Ule waziri wake akamwambia, wewe ungekuwa zama kama hizo wangekuita a'udhu billah, wangekuita a'udhu billah. Manake kutokana na tabia mbovu, kuna watu watatoka duniani hata kuambiwa fulani akatoka duniani, babangu katoka duniani, anazungumza babangu katoka duniani, hasindikizi hata na Mwenyezi Mungu amrehemu, hasindikizi hata kusema Mwenyezi Mungu amrehemu. Fulani ameaga duniani, hawasindikize Mwenyezi Mungu amrehemu. Huenda alikuwa na tabia mbaya, yaani hata wewe mtoto wake unashinda kusema Mwenyezi Mungu amrehemu. Na kuna watu wengine watatoka duniani wanasema wallahi tunapumzika kwanza kutoka kwake duniani, alhamdulillah tunapumzika. Watu wanashukuru kwa wewe kutoka duniani, Mwenyezi Mungu kuondoa duniani. Nikimalizia katika kitabu ya Tarikh al-Baghdadi, hii kitabu Tarikh al-Baghdadi, Khatib al-Baghdadi analeta kisa ya Abu Darda. Abu Darda ni mmoja ya maswahaba wakubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipewa Mwenyezi Mungu kamruzuku umri mrefu, akakuwa na umri mrefu mpaka kwa mzee kabisa mkongwe. Siku moja katika mazari Sham, katika mashamba za Sham za Syria, wanamuona Abu Darda anapanda mti, yuapanda mti. Watu wanapita wanamuona, wanamuona mzee, anamwambia Abu Darda, kweli kabisa wewe waweza kuika chini waanza kupanda mti na aje yako kama hii na umri wako kama huu? Hii mti inachukua miaka ili itoe matunda, inachukua miaka ili watu wapate kufaidika nayo. Abu Darda akatoa majibu, ndugu zangu Waislamu, akatoa majibu. Haya majibu yastahikiwa ayuktabu bimidadi aldhahab. Hii majibu aliyotoa yastahiki andikwe kwa wino au maji ya dhahabu. Akasema nini Abu Darda? Akawajibu akasema, yakfini ajruha, akasema inanitosheleza mimi hii mti napanda, inanitosheleza tu, ile thawabu nitapata, wayakulu mithimariha ghairi, kisha wenye watakuja baada yangu watakula matunda yake, wateka chini ya uvuli wake, mimi thawabu itaendelea kunifuata.